mambo ambaye ni ya kuharibifu. Na viongozi wa dini ya Kiislamu kutoka magharibi mwa Kenya na kaskazini mwa bonde la Ufa wamelaani vikali visa vya vurugu na uharibifu vilivyoshuhudiwa wakati wa uchaguzi ndogo kote nchini na kuitaka serikali kuziba mapema mianya ya vurugu kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Na wakiongea mjini Bungoma kwenye kongamano la amani, viongozi hao kutoka Kakamega, Bungoma, Busia, Vihiga na Uasin Gishu wameelezea kufadhaika kwao kuhusu jinsi baadhi ya viongozi walivyokuwa wakiwachochea wananchi badala ya kueneza amani. Sasa wametaka tume ya uwiano na utangamano kushirikiana pamoja na asasi za usalama ili kuhakikisha kuwa mikakati mwafaka imewekwa tayari kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Zilizopita 23 zimemwaga damu za watu kadhaa, mali imeharibiwa, magari imechomwa. Hii ni uchaguzi wa aina gani? Sasa wito wetu ni kwa wanasiasa, wasiwe ni wenye kuchochea Wakenya kuharibu amani. Amani ina thamani, na itakapoharibika amani, gharama zake ni kubwa. Tunaomba serikali yetu ianze kuweka mikakati wakati huu, hasa itumie viongozi wa dini. Tumeona viongozi wa dini ndio wanazungumza sana kuhusu amani. Serikali itumie viongozi wa dini kuhubiri amani, upendo na uwiano. Tunaona pia tume ambayo inasimamia mambo ya maadili ikaze kamba zaidi, na anapotamka mtu maneno ya uchochezi na ya kutisha maisha ya mtu, basi huyo mtu achukuliwe hatua. Tunaomba yale yaliyotokea wakati wa uchaguzi mdogo yasiweze kutokea katika nchi yetu hii, kwa sababu tutakuwa tunaendekea mwelekeo mbaya ambapo nchi zingine ambazo zimekosa amani tunaona vile wanavyohangaika kuhamia huku na kule, kukosefu wa kila kitu. Kwa hivyo na sisi tusifuate barabara hiyo. Wajaribu kupunguza zile hasira watu wanaekea vijana kuja kuumizana kwenye mambo na siasa, haifai. Yule Mungu amechagua ndio atachaguliwa na wananchi. Tunaomba watu wapunguze hasira. Kenya zimekuwa nyingi. Viongozi muache kugonganisha watu. Muache kuweka watu wanauawa bure kwa mambo ya siasa. Na tukiendelea na vidokezo ni kwamba mbunge wa Kiaru Ndindi Nyoro